haijapatikana kutokea dhulma kama hii katika hii nchi. Wasinyamazie hili jambo. Hili si jambo la kunyamaziwa. Lau kwamba litanyamaziwa, basi kule kutaharibika vibaya, hata mgeni takuwa hawezi tena kwenda kutembea kule. Shirika la kutetea haki za kibinadamu Muslims for Human Rights Muhuri limetaka kufanyika kwa uchunguzi wa haraka kufuatia madai ya operesheni ya kiusalama iliyosababisha majeraha kwa takriban watu 16 wa kisiwa cha Siu, Lamu Mashariki. Kwa mujibu wa taarifa iliyotolewa na Muhuri, watu waliovalia sare za kijeshi na kuficha nyuso zao walivamia makazi ya wananchi mapema alfajiri ya Ijumaa, wakafyatua risasi hewani na kuwashambulia baadhi ya wakazi. Asubuhi niko off, nimekuja kwa Eid wakati. Nimeamka asubuhi naenda shamba kupelekea umbo chakula. Kufika hapa tu hata pikipiki yangu iko pale. Nikapambana na hao jamaa, wakaniitisha konda kitu nini? Funguo nikawapea. Wakaniitisha simu yangu nikawapea. Akasema bora hebu fungua simu yako. Nikafungua simu yangu. Fungua simu yangu, wakaona vitu vya hospitali kama data machine, na testing machine. Tunakuwa tunafanya kazi gani wewe? Mimi nafanya hospitali na akasema sawa basi hebu kimbia uende kule urudi. Kimbia once nikaambia kimbia tena. Nikakimbia tena nitaenda. Kimbia tena nikakimbia tena nikaja. Ushaelewa. Sasa ile kufika hapa yule askari kama mbona unakimbia pole pole, kaambia nimejitahidi hivi ndivyo. So akanipiga ile nyaunyo yake. So ile nyaunyo kunipiga ikajiroll ile nyaunyo hapo. Akaniambia mbona umeshika? Nikamwambia bado sijashika, ni wenyewe imejiroll. So kusema hivyo akaniambia mbona unakaa mjauri? Kama mimi si mjauri kwa sababu nimekuwa loyal from the first point. Nimekuwa very loyal from the first point. So from there sikujua imetokea vipi. Nimeona wameniringiza, wamenipiga vibaya sana. Shirika hilo linasema tukio hilo lilitokea majira ya saa 11 alfajiri, ambapo wakazi waliamshwa na milio ya risasi pamoja na vurugu zilizozua hofu katika eneo hilo. Muhuri imeelezea kuwa watu hao waliokuwa wamejihami kwa bunduki za kisasa na inahofiwa huenda walikuwa maafisa kutoka vikosi maalum vya usalama, ingawa madai hayo bado hayajathibitishwa rasmi. Shirika hilo linasema pia lilijaribu kupata maelezo kutoka kwa vikosi vya polisi eneo hilo, lakini likadai kuwa hawakuwa na taarifa kuhusu operesheni hiyo. Haijapatikana kutokea dhulma kama hii katika hii nchi. Sisi tunaiwaomba serikali kuu yanaofuatia, jambo la kwanza, iondoshe zile station walioko kwenye zile station 6 zote, wale askari wote waondolewe, kwa sababu wote hawajui hili tokeo. Wamtangawanda wamewapa gari kwenda kufanyia hili jambo, nao pia wasema hawajui. Haingii kwenye akili kwamba wewe mtu kichote kituo cha polisi umpe mtu gari, wewe humjui yule ulompa gari. Ikiwa imetokea makosa hayarudishi kosa, hutafutwa njia ya kurekebisha na kuweka jambo la sawasawa ili kosa lile lisitoke tena. Kutokana na hali hiyo, Muhuri imetoa wito kwa mamlaka huru ya kusimamia utendakazi wa polisi IPOA, huduma ya kitaifa ya polisi NPS, jeshi la ulinzi wa Kenya KDF, pamoja na Rais William Ruto kuanzisha uchunguzi wa kina ili kubaini waliohusika na tukio hilo. Tuhuma hizi zinajiri wakati ambapo kaunti ya Lamu imeendelea kuwa chini ya operesheni mbalimbali za kiusalama kutokana na vitisho vya magaidi wa Al-Shabaab ambao wamekuwa wakihusishwa na mashambulizi katika eneo hilo kwa miaka kadhaa. Hadi kufikia muda wa kuchapisha habari hii, polisi na jeshi la Kenya hawakuwa wametoa taarifa rasmi kuhusu madai hayo. Tatizo lolote bali ni kuzidisha fujo. Haya yaliyofanyika ni ndia ya kuzidisha fujo, kwa sababu wapigwa watu hawana hatia. Hata ikiwa kuna mtu labda alifanya kosa, uwezi mtu ambaye kwamba hakufanya kosa apewe kosa. Ilikuwa ni serikali iwe na mikakati mpaka iwapate ikiwa wako watu waliofanya makosa. Si kuingia kwenye mji wakafanya namna anavyofanya, kupigwa wazee, vijana, kupokonywa simu zao, kupokonywa mali. Hii mpaka raia wamekuwa hawana imani na serikali na kitengo kama hiki. Kwa hivyo hawa kwanza serikali waondoshe, iwabadilishe wote. Jambo lingine ni wale watu wapate haki yao. Hawa waliofanya hivi lazima wapekwe mahakamani, wahukumiwe, kwa sababu hakuna mtu katika nchi hii ambaye yuko above the law. Maadamu hakuna mtu ambaye yuko above the law, lazima serikali hawa wapelekwe kotini, na pesa waliowaibia wale watu kule maskini, pesa zao walipwe, na serikali igharamie kila ambaye ameumia. Serikali igharamie matibabu ya watu wale. Walioumia wameshughulikiwa na walioibiwa wameregeshewa mali yao. Jambo lingine, serikali
Hii sasa inamwendea Rais Ruto. Ruto lazima uunde kamati ya kuchunguza hawa polisi ambao wako katika shughuli hizi, kwa sababu tunaona maadili ya polisi hayako tena. Polisi wamewekwa kwa ajili ya kulinda raia, kwa ajili ya kusaidia raia, sio kwa ajili ya kudhalilisha. Wasinyamazie hili jambo. Hili si jambo la kunyamaziwa. Lau kwamba litanyamaziwa, basi kule kutaharibika vibaya, hata mgeni takuwa hawezi tena kwenda kutembea kule. Ndugu yetu Shakila, alhamdulillah, wa kwanza tulisikia yeye ndiye alihudhuria kule na akaitisha mazungumzo pale, kukazungumzwa pamoja na maskari na wale machifu. Kwa hivyo tuampa pongezi sana, na wengine ambao hawako wako safari, lakini twaomba watakaposikia tangazo hili nao wasinyamazie.